Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe Juni 14 mwaka wa 2025. Nini tunakuandalia leo? Yale ambayo tuliokuandalia ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ni kuhusu ziara aliyoifanya mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bibi Ntukehita, ambaye alitembelea mji wa Goma, maskani ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, maeneo ambako yanashikiliwa na wapiganaji wa M23 RDF kama vile AFC. Ndugu mtazamaji, hiyo ni ziara ya kwanza mwakilishi huyu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Na ikumbukwe hapa kwamba ziara aliyoifanya mwakilishi huyo wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa iliwachambuliwa kwa namna mbalimbali, aswa kutokana na hali ambayo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia kuhusu kuikaliwa kimabavu kwa ardhi yake na nchi ya Rwanda, kichukulia mji wa Goma na mji wa Bukavu na maeneo ya kando kando. Kwa mujibu wa habari tulizopata zasema, Bibi Bintu Keita aliwasili katika mji wa Goma kwa ajili ya kukutana na wakuu viongozi wa M23 AFC ili aweze kupata wazo na kufahamu mengi atakayo yazungumza na kutoa ripoti wakati atakapohutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kutoa hali halisi ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aswa sehemu zake za mashariki, kutokana na machafuko yaliyosababishwa na uvamizi wa nchi ya Rwanda na kuikaliwa kwa mabavu na M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Ndugu mtazamaji, kwa mujibu wa habari tulizozipata, nyingi zadokezwa kwamba mwakilishi huyo wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo alikuwa wazi kwa maneno aliyoyaongea na wakuu viongozi wa AFC M23, lakini cha msingi wakizungumzia kuhusu majukumu yao ambayo ni kulinda raia na mali zao, na hiyo ni katika maeneo yote ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Venu à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique, dans un contexte de tensions persistantes, il y a quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO reste également disposée à apporter des appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours. Je vous remercie.